Mambo yaharibika ghafla baada ya wakili wa Rais William Ruto kukabili uchunguzi wa jinai kwa shutuma dhidi ya idara ya mahakama. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Mgogoro kati ya wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi na idara ya mahakama umechukua mkondo mpya baada ya msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mukaya kumwandikia mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kwa jina Renson Ingonga akimtaka anzishe uchunguzi wa jinai dhidi ya wakili huyo kwa madai ya kusambaza tuhuma nzito dhidi ya mahakama ya juu. Katika barua hiyo iliyochapishwa Mei 20 mwaka huu, msajili mkuu ameeleza kuwa kauli za Ahmed Nasir ambazo zimeenea mitandaoni zinaweza kuchukuliwa kama uhalifu chini ya sheria za Kenya. Alieleza kuwa matamshi hayo yanavuruga imani ya wananchi kwa mfumo wa haki na kuhujumu utawala wa sheria, na ni jambo linalohitaji hatua za haraka za kisheria ili kulinda hadhi ya mahakama. Tuhuma kuu zilizoibua taharuki ni madai ya Ahmed Nasir kwamba jaji mmoja wa mahakama ya juu alipokea hongo ya mamilioni ya shilingi ili kushawishi uamuzi wa kesi katika mahakama ya rufaa. Wakili huyo alidai kuwa jaji huyo alipokea milioni 4 kutoka kwa wakili na mteja wake, lakini hata baada ya hongo hiyo upande waliokuwa wakiunga mkono au kushinda kesi. Hali hii ilielezwa kumlazimu jaji huyo kurejesha milioni 3 huku milioni 1 ikisalia ama iliyosalia ikitarajiwa kulipwa ndani ya wiki moja. Tuhuma hizo zimezusha maswali mazito kuhusu uadilifu wa mahakama, na kwa mujibu wa barua ya msajili mkuu ni lazima zisafishwe kwa uchunguzi wa kina wa sheria. Na katika barua hiyo kwa DPP, Mukaya amesisitiza kuwa mwenendo wa Ahmed Nasir si wa mtu anayefichua uovu, bali unaelekea kuwa kueneza upotoshaji unaoweza kuharibu kabisa taswira ya idara ya mahakama. Hata hivyo, Ahmed Nasir hakusita kujibu kupitia mitandao ya kijamii akiutaja mchakato huo kuwa jaribio la kufunika maovu yanayodaiwa kufanywa ndani ya mahakama. Alihoji uhalali wa barua ya Mukaya kwa madai kwamba haikuwasilishwa rasmi wala kutiwa saini, akidai kuwa hatua hiyo ni ya kumtisha badala ya kushughulikia kiini cha tuhuma alizotoa. Mzozo huu unajiri wakati ambapo idara ya mahakama chini ya uongozi wa Jaji Mkuu Martha Koome iko kwenye presha kubwa ya kurejesha imani ya wananchi. Mnamo Aprili mwaka 2025, Koome alitangaza kuundwa kwa kamati maalum za maadili katika vituo vyote vya mahakama zenye jukumu la kushughulikia malalamiko kuhusu mienendo isiyo ya kimaadili miongoni mwa majaji, maafisa wa mahakama, mawakili na washirika wengine wa haki. Tangu mwanzo wa mwaka huu, malalamiko kuhusu ucheleweshaji wa kesi, madai ya upendeleo wa vitendo vya rushwa yameendelea kuisakama mahakama. Kesi ya Ahmed Nasir imeweza kuwa jaribio la kwanza la wazi la kushughulikia moja kwa moja shutuma zinazolenga tabaka la juu la mahakama, ikiwa DPP atatekeleza uchunguzi unaotakiwa. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na iwapo hatua yoyote ya kisheria itachukuliwa dhidi ya Ahmed Nasir au kama tuhuma zake zitaibua uchunguzi wa kina dhidi ya maafisa wa mahakama wanaotajwa.